Je, ushawahi kulala pembeni ya mtu unayempenda kwa miaka 10, kisha ukagundua kuwa kila tabasamu lake lilikuwa ni mtego, kila busu lake lilikuwa ni sehemu ya mpango wa kukuua? Jina langu ni Elias. Nilidhani nimeacha maisha ya kijeshi ili kuwa baba na mume bora, lakini usiku mmoja, simu moja ya siri iliyonionyesha kuwa mke wangu Sara hakuwa mwanamke niliyemwoa. Alikuwa kiongozi wa genge ambalo lilikuwa likinisaka kwa miaka 5. Kutoka kwenye usaliti wa kitandani, mapambano ya risasi, hadi mlipuko wa hatari kwenye machimbo ya Kiwira. Hii ni safari ya mtu mmoja anayeamua kuwa kivuli ili kulinda damu yake. Karibu kwenye simulizi ya Kivuli cha Agano. Leo nakuletea kisasi hiki kuanzia sehemu ya kwanza hadi hitimisho lake la kishindo. Kama ni mgeni hapa, bonyeza subscribe sasa hivi. Keti tayari, maana safari hii haina breki. Jina langu ni Elias. Nilizaliwa na kukulia katika mitaa ya Mbeya, mji wa baridi, lakini baridi ya milima ile si kitu ikilinganishwa na baridi iliyoganda moyoni mwangu baada ya kugundua ukweli wa mwanamke niliyempenda. Msimulizi wa stori yako ni mimi Saveli Chaz. Mtunzi wa stori hii ni Ibrahim Sarehe Maganga. Karibu. Maisha yangu na Sara yalianza kama ndoto ya kila kijana. Sara alikuwa mwanamke wa kipekee, mnyenyekevu, mrembo na mwenye bidii. Kila mtu mtaani kwetu, kuanzia kwa mama ntilie hadi kwa mzee wa nyumba 10, waliniambia nimepata almasi. Tuliona katika harusi ya kifahari, na kwa miaka 10 Sara alikuwa mhimili wa nyumba yetu. Lakini kama unavyojua, shetani hapendi kuona pepo ya mtu ikiwa na amani. Mabadiliko yalianza taratibu. Sara alianza kupata simu za usiku ambazo hakuwa akizipokea mbele yangu. Akizipokea alikuwa anaongea kwa sauti ya kunong'ona, kisha anarudi kitandani na kusingizia ni mteja wake wa biashara ya mazao. Mteja gani anapiga simu saa 8 usiku? Nilimuuliza siku moja Sara. Alinitazama kwa macho yale ya huzuni yanayoweza kuyeyusha jiwe. Akanishika mkono, kisha akasema, Elias mpenzi wangu, unajua msimu huu wa mavuno unakaribia. Matajiri wa Dar es Salaam hawana saa za kazi, wanataka mali, na mimi lazima nitafute pesa kwa ajili ya watoto wetu. Niliamini upendo ni upofu, lakini upofu wangu ulikuwa umeanza kupona bila mimi kujua. Ilikuwa ni tarehe 15 ya mwezi wa 6. Usiku huo ulikuwa baridi kali kuliko kawaida. Niliamka kwenda msalani, lakini nilipogusa upande wangu wa pili wa kitanda ulikuwa mtupu. Shuka lilikuwa limeanza kupoa. Niliangalia saa, ilikuwa saa 9 na dakika 12 usiku. Nilitoka chumbani kwa kunyata. Niliona mwanga wa tochi ukizimika nje ya lango letu la mbele. Nilichungulia dirishani na kuona gari jeusi aina ya Range Rover likiondoka kwa kasi bila kuwasha taa. Moyo wangu ulianza kwenda mbio, 120 beats per minute. Sara amekwenda wapi wakati huu? Na kwa nini gari lile halikuwa na namba za usajili zinazoonekana vizuri? Siku iliyofuata nilijifanya kama sijui lolote, lakini akili yangu ilikuwa tayari imeshaanza kufanya kazi ya upelelezi. Nilichukua koti langu la zamani la jeshi, nikaweka bastola yangu ndogo ambayo nilikuwa nimehifadhi tangu nistaafu kazi za usalama miaka 5 iliyopita.
Niliamua kumfuatilia. Siku ya pili tarehe 16, Sara aliondoka tena muda ule ule. Safari hii nilikuwa nimeandaliwa. Nilikodi pikipiki ya rafiki yangu wa karibu, nikazima taa na kuanza kumfuatilia kwa mbali. Gari lile lilielekea maeneo ya nje ya mji, kuelekea milima ya Loleza. Tulifika kwenye nyumba moja ya kifahari iliyojificha katikati ya misitu ya mipayo. Sara alishuka, akatulia kidogo, kisha akagonga mlango wa miondoko ya siri. Gonga mara mbili fupi, gonga moja ndefu. Mlango ulifunguliwa. Nilipanda juu ya mti mmoja mkubwa uliokuwa karibu na dirisha la sebuleni. Nilichokiona ndani kilinifanya damu yangu igande. Sara hakuwa peke yake. Alikuwa ameketi kwenye kiti cha enzi, huku wanaume 5 waliovalia suti nyeusi wakimsujudia. Mezani palikuwa na picha yangu, ikiwa imechorwa alama ya X ya rangi nyekundu. Kazi ishe kesho usiku. Sauti ya Sara ilisikika, ikiwa na mamlaka ambayo sijawahi kuisikia maishani mwangu. Tukishapata saini yake kwenye hati za mwisho za kampuni, mpelekeni kuzimu akapumzike. Sauti ile ya Sara ilizunguka kichwani kama radi. Mwanamke niliyempa jina langu, mwanamke niliyemvisha pete ya dhahabu, alikuwa akiamuru kifo changu, kana kwamba anaagiza chakula mgawani. Moyo wangu uliumia, si kwa sababu ya hofu ya kufa, bali kwa usaliti uliokuwa na sumu kuliko nyoka. Nikiwa juu ya ule mti, nilituliza pumzi yangu. Mafunzo yangu ya kijasusi ya miaka 15 yalinikumbusha jambo moja: usifanye maamuzi ukiwa na hasira. Niliwasha kamera yangu ndogo ya siri kwenye saa yangu ya mkononi na kuanza kurekodi kila kitu kilichokuwa kinaendelea ndani ya ile nyumba. Mmoja wa wale wanaume aliyekuwa na kovu kubwa usoni aliuliza, "Bosi, vipi kuhusu zile akaunti za nje ya nchi? Elias bado hajatoa namba ya siri ya mwisho." Sara alicheka. Kicheko kile kilikuwa cha kishirikina kilichojaa dharau. "Elias ni mjinga wa mapenzi," alisema Sara, huku akichezea glasi ya mvinyo. "Nitapata mahaba kidogo kesho asubuhi. Nitamwambia ni karatasi za bima ya watoto. Atatia saini bila hata kusoma. Akishatia saini ile, hatutamhitaji tena." Nilishuka kwenye ule mti kimya kimya, kama kivuli. Nilirudi kwenye pikipiki yangu, nikawasha mbali kidogo ili wasisikie mlio wa injini. Nilirudi nyumbani kabla yake. Niliingia kitandani, nikajifunika shuka na kuanza kuvuta pumzi ndefu kama aliyelala fofofo. Baada ya nusu saa, nilisikia mlango wa nje ukifunguliwa. Sara aliingia chumbani kwangu kwa kunyata. Alivua nguo zake, akajipulizia manukato yale yale ninayoyapenda, kisha akajilaza kifuani kwangu. Aliniambia kwa sauti ya upole, "Elias mpenzi, bado umelala? Nakupenda sana." Nilitamani kumkaba koo hapo hapo, lakini nilijizuia. Nilikumbatia mwili wake, huku nikijua kuwa mikono hiyo hiyo ilikuwa imesaini hati yangu ya kifo saa chache zilizopita. Asubuhi ilifika. Jua la Mbeya liliingia kupitia madirisha yetu makubwa. Sara aliniandalia kifungua kinywa kitandani, chai ya tangawizi na maandazi ya moto. Alikuwa mrembo sana, akitabasamu kana kwamba yeye ni malaika. "Mume wangu," alianza kusema kwa sauti ya kubembeleza, "kuna hizi karatasi ya bima ya elimu ya watoto wetu. Kampuni inasema mwisho wa kutia saini ni leo saa 4. Unaweza kunisainia hapa ili nizipeleke ofisini?" Aliniwekea karatasi mezani. Macho yangu yaliyofunzwa kusoma maandishi madogo, fine print, yaliona ukweli. Haikuwa bima ya watoto. Ilikuwa ni hati ya kuhamisha umiliki wa kiwanda changu na nyumba yetu kwenda kampuni itwayo Shadow Holding. Nilitazama peni, nikamtazama Sara. "Mpenzi, mbona mkono wako unatetemeka?" nilimuuliza huku nikitabasamu kidogo. Sara alishtuka, akajaribu kuficha hofu yake. "Aha, ni baridi tu ya asubuhi mume wangu. Saini haraka, nisiondokewe na muda." Nilichukua ile peni, lakini badala ya kusaini niliandika neno moja tu kwa herufi kubwa: "Imegundulika."
Sala alichukua ile karatasi. Alipoona nilichokiandika, uso wake ulibadilika kutoka kwenye uzuri na kuwa kama shetani. Rangi ilimpotea. Kabla hajapiga kelele, nilimkamata mkono na kumnong'oneza, mchezo umeisha Sara. Najua kuhusu kikao chako cha jana usiku milimani. Najua kuhusu shadow holding. Na sasa nataka kujua unamfanyia kazi nani? Ghafla mlango wetu wa mbele ulivunjwa kwa kishindo. Wale wanaume wenye suti nyeusi walivamia ndani wakiwa na silaha. Usimuue! Sara alipiga kelele kwa wale wanaume. Mteseni mpaka atoe namba ya siri. Milio ya risasi na sauti ya glasi inavunjika. Walizani mimi ni fundi seremala wa kawaida. Walizani miaka 5 ya kuishi kwa amani ilikuwa imefuta uwezo wangu wa kuua na kupona. Walikosea sana. Sara alinitazama kwa chuki, lakini ndani ya macho yake niliona hofu ikianza kuchomoza. Alijua sasa kuwa kivuli alikuwa ameamka. Wale wanaume wawili wa kwanza walivamia chumbani. Mmoja alikuwa na lungu la chuma na mwingine alikuwa na bastora aina Makarov. Kabla hata yule wa kwanza hajanyanyua mkono wake, nilipindua meza ya chai. Maji ya moto alimrukia usoni. Akapiga kelele ya maumivu. Sikupoteza sekunde. Nilizungusha kiti cha mbao na kumvunja taya yule wa pili kabla hajafyatua risasi. Bastola yake ilianguka chini. Nilidaka hewani na kurusha teke la chembe ya moyo lilomtoa nje ya chumba. Sara, ondoka hapa sasa hivi! Yule kiongozi mwenye kovu alipiga kelele kutoka sebleni huku akifyatua risasi kuelekea mlangoni. Nilimvuta Sara na kumtumia kama kinga kwa sekundi chache ili wafyatue risasi chumbani. Alikuwa akipiga kelele na kunikwaruza, lakini nilikuwa na nguvu kama chuma cha leli. Unadhani utatoka salama, Elias? Sara alinifokea huku akitirilikwa na machozi ya hasira. Hata ukiniua mimi, huwezi kuushinda mtandao huu. Ni mkubwa kuliko ninavyofikiria. Tutaona, nilimjibu kwa sauti ya baridi. Nilirusha bomu la moshi, smoke bomb, ambalo nilikuwa nimelitengeneza kienyeji jikoni usiku ule na kuliweka chini ya kitanda. Chumba kizima kilijaa moshi wa rangi ya kijivu. Katika vurugu ile, nilitokea dirishani. Nilijua kuwa nyumba yangu imezingirwa, lakini nilikuwa nimechimba handaki la siri miaka 2 iliyopita wakati nafanya marekebisho ya bomu la maji. Hakuna aliyejua, hata Sara. Niliingia kwenye lile handaki na kutokea mita 500 mbali na nyumba yangu, katikati ya shamba la migomba. Nikiwa pale, nilitoa simu yangu na kuangalia lile faili nililokuwa nimeiba kwenye kompyuta ya Sara usiku ule nilipomfuatilia. Kichwa changu kilianza kugonga. Shadow Holding haikuwa kampuni ya kitapeli tu. Ilikuwa inafadhiliwa na mtu ambaye nilimfahamu vizuri sana. Mtu ambaye alikuwa mkuu wangu wa kazi jeshini, Kanali Temba. Kanali Temba? Nilinong'ona peke yangu. Inamaanisha serikali au sehemu ya serikali inahusika? Ghafla simu yangu iliita. Namba ilikuwa haijulikani, private number. Nilipokea. Elias. Sauti nzito ya kiume ilisikika. Umecheza vizuri sehemu ya kwanza, lakini Sara na kitu ambacho unakihitaji. Kumbuka binti yako Amina. Hukujiuliza kwa nini shule yake imefungwa mapema wiki hii? Moyo wangu ulisimama. Amina? Binti yangu wa miaka 8. Nilikuwa nimejawa na hasira kiasi cha kumsahau Amina. Ukimshika hata unywele mmoja, nilisema huku nikiuma meno mpaka yakatoa sauti. Nitahakikisha Shadow Holding itakuwa Shadow kivuli kweli. Nitawatafuta mmoja baada ya mwingine. Una saa 2 Elias. Leta zile hati ulizosaini
na namba za siri za akaunti kule kwenye machimbo ya makaa ya mawe ya Kiwira. Ukichelewa, Amina atakuwa historia. Simu ilikata. Nilikuwa peke yangu katikati ya shamba la migomba. Adui alikuwa mke wangu, bosi wangu wa zamani, na sasa wamemchukua mtoto wangu. Lakini walisahau jambo moja: huwezi kumtishia mtu ambaye hana cha kupoteza. Sauti ya upepo mkali na injini ya gari kwa mbali. Saa 2. Hicho ndicho muda niliokuwa nao kabla ulimwengu wangu kugeuka kuwa majivu. Kanali Temba na Sara walizani wamenishika pabaya kwa kumteka Amina. Walisahau kanuni ya kwanza ya uwindaji: kamwe usimguse mtoto wa simba ikiwa simba mwenyewe bado ana pumzi. Sikuelekea Kiwira mikono mitupu. Nilienda kwenye gala langu la siri lililopo chini ya gereji ya zamani ya fundi mmoja wa baiskeli niliyemsaidia miaka ya nyuma. Pale nilikuwa na zana zangu: bunduki aina ya sniper, vulunzi vya kuzuia risasi na vifaa vya kielektroniki vya kuvuruga mawasiliano. Safari ya kuelekea machimbo ya Kiwira ilikuwa kiupweke. Nikiwa njiani, picha za Amina akicheka zilinijia akilini. Kisha nikakumbuka sura ya Sara ya usaliti. Machozi yalinilenga, lakini niliyafuta haraka. Katika uwanja wa vita, machozi ni kizuizi cha kuona shabaha. Nilifika Kiwira saa 1 kabla ya muda uliopangwa. Machimbo yale yaliokuwa yamejaa giza na mashimo makubwa yanayoweza kumeza siri yoyote kwa kutumia miwani ya kuona usiku. Niliona walinzi 6 wakiwa wamezunguka jengo la zamani la utawala. Gari la Sara, lile Range Rover jeusi, lilikuwa limepaki nje. Nilianza kwa kuvuruga mfumo wao wa mawasiliano. Mara moja redio zao zilianza kutoa sauti za ajabu. Katika hali ya mchanganyiko, nilimshusha mlinzi wa kwanza kwa kutumia mshale wa sumu ya usingizi. Mmoja baada ya mwingine, walinzi wa nje walianguka kama majani ya vuli bila kutoa sauti yoyote. Niliingia ndani ya jengo kupitia bomba la hewa. Nikiwa juu ya dari, nilimwona Amina akiwa amefungwa kwenye kiti, akilia kwa sauti ya chini. Sara alikuwa amesimama mbele yake, akiongea na mtu kwenye simu. "Ndiyo Kanali, Elias atakuja. Hawezi kumwacha binti yake afe. Akishafika, nimalize yote mawili. Sitaki mashahidi mimi." Sara alisema kwa sauti ambayo haikuwa na hata tonye la huruma ya umama. Moyo wangu ulipasuka vipande vipande. Sara hakuwa mama wa Amina tena. Alikuwa ni mnyama anayevaa ngozi ya binadamu. Nilijirusha kutoka juu ya dari na kutoka katikati ya chumba. Kabla hawajajua nini kimetokea, nilikuwa nimeshamweka Sara chini ya mtutu wa bunduki yangu. "Weka silaha chini!" Nilipiga kelele kwa wale walinzi wawili waliobaki ndani. "Elias!" Sara alipiga kelele. Uso wake ukajawa na mshangao na hofu. "Umeingiaje hapa?" "Ulinifunza kuwa mapenzi ni biashara," Sara nilimnong'oneza sikioni, huku nikimfungua Amina kwa mkono mmoja. "Lakini ulinifunza pia kuwa katika biashara lazima uwe na mpango wa dharura, na mpango wangu unaishia hapa." Ghafla mlango wa nyuma ulifunguliwa na Kanali Temba akaingia akiwa na kikosi cha watu 10. Wote walikuwa na bunduki za kisasa. "Elis mwanangu." Temba alicheka kwa dharau. "Ulikuwa askari wangu bora, lakini hata askari bora hawezi kushinda jeshi zima. Toa namba za siri, la sivyo unajua kitakachotokea." Nilitabasamu, tabasamu la mtu anayejua kuwa anaweka mtego ambao hauna njia ya kutoka. "Kanali," nilisema kwa utulivu, "je, hukujiuliza kwa nini sikutumia barabara kuu kuja hapa? Wakati nakuja, niliacha zawadi kwenye mashimo yote ya gesi ya metani yaliyopo chini ya jengo hili. Sekunde 4 baada ya mimi kubonyeza kitufe hiki, eneo hili lote litakuwa sehemu ya volkano." Kidole changu kilikuwa juu ya kitufe chekundu cha remote. Chumba kizima kikawa kimya. Hata Sara aliacha kupumua. Sauti ya saa inayogonga tik tik kwa kasi. Chumba kilikuwa na ukimya wa makaburini. Kanali Temba alinitazama, macho yake yakitafuta uongo ndani ya macho yangu, lakini hakuona uongo. Aliona azimio la mtu ambaye tayari ameshakufa ndani, na mtu aliyekufa haogopi moto. "Unasema uongo Elias!" Sara alipiga kelele, sauti yake ikatetemeka. "Huwezi kujilipua wewe na binti yako. Unampenda sana Amina." Nilitabasamu kwa uchungu, macho yangu yakawa yameganda kwa Kanali Temba. "Sara, ulikuwa mke wangu wa miaka 10, lakini inaonekana hukunijua kabisa."
Amina ni damu yangu, na damu yangu haiwezi kuwa mtumwa wa watu kama nyinyi. Kanali, amuru watu wako waweke silaha chini, vinginevyo sote tutakwenda kukutana na muumba wetu sasa hivi. Kanali Temba aliona kidole changu kikibonyeza kile kitufe kwa nusu. Alijua mtego wa gesi ya metane ni mbinu ya kweli ya kijeshi. Wekeni silaha chini, Temba aliamuru kwa hasira. Walinzi walishusha bunduki zao katikati sekunde ile ya kulegeza ulinzi. Nilitupa bomu la mwanga nilokuwa nimelificha kiganjani. Mwanga mkali mweupe ulijaza chumba. Kila mtu alipoteza uwezo wa kuona kwa muda. Katika vurugu ile, nilimbeba Amina begani na kuruka kupitia lile dirisha la kioo nililokuwa nimeliweka vilipuzi vidogo mapema. Tukiwa hewani, niliminya kitufe cha kweli, sauti ya moto na majengo yanaporomoka. Mlipuko haukuwa wa jengo lote, bali ulikuwa ni mlipuko wa kimkakati uliolenga mashimo ya kutokea nje, ukiwafungia Temba na watu wake ndani ya machimbo hayo. Ardhi ilitetemeka, giza la usiku wa kiwila liligeuka kuwa rangi ya mchungwa kutokana na moto. Nilikimbia kuelekea kwenye gari la akiba nilokuwa nimelificha vichakani. Nilimweka Amina siti ya nyuma. Baba, tunaenda wapi? Aliniuliza akilia. Tunaenda mbali mwanangu, sehemu ambayo hakuna kimvuli kitakachotupata, nilimjibu huku nikiwasha injini. Lakini safari yetu haikuwa hapo. Nilipotazama kwenye kioo cha nyuma, niliona gari moja likitoka kwenye moshi wa mlipuko ule. Lilikuwa ni gari la Sara. Alikuwa amefanikiwa kutoroka kabla ya kifusi kumwangukia. Sara alikuwa akiniandama, akiendesha kwa kasi ya ajabu. Ghafla, simu yangu ya siri iliita tena. Safari hii haikuwa sauti ya Temba. Ilikuwa sauti ya mwanamke nzito yenye mamlaka makubwa kuliko hata ya Sara. Elias, umefanya kazi nzuri ya kusafisha takataka zangu, sauti ile ilisema. Kanali Temba alikuwa ameshaanza kuwa na kiburi. Lakini unadhani Sara anakufuata ili kukua? Hapana, anakufuata kwa sababu namba za siri unazozijua ndio ufunguo wa kitu kikubwa zaidi, kitu kinachoitwa mradi wa agano. Niligundua kuwa ni mchezo huu ulikuwa mrefu kuliko nilivyodhani. Sara hakuwa mkuu wa genge, alikuwa naye ni kikaragosi tu cha mtu aliyepo kivulini zaidi. Wewe ni nani? Niliuliza huku nikikata kona kali kuelekea barabara ya kuelekea mpaka wa Malawi. Mimi ni yule uliyemtumikia kwa miaka 15 jeshini bila kuniona uso wangu. Mimi ndiye kivuli cha kweli. Na sasa Elias, itabidi uchague. Utakuja upande wangu na kuwa mfalme, au utaendelea kukimbia mpaka dunia ishe. Mbele yangu barabara ilikuwa imefungwa na helikopta ya kijeshi iliyokuwa ikishuka chini, ikiwa na taa kali zilizotulenga usoni.